BMP TV Professional Update. Umeamkaje ndugu mpenzi mtazamaji wa BMP TV online popote ulipo? Sauti yako ya uhakika ya habari, taarifa na uchambuzi wa matukio makuu kutoka hapa nyumbani na duniani kote. Ni mimi Bila Pengo Olua nakuletea taarifa kwa muda. Tusogee pamoja kwenye habari za leo. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment ili uwe kwanza kupata update zetu zenye uhakika na zenye kuaminika zaidi. Na leo Jumatano tarehe 23 Oktoba 2025 tunakuletea taarifa ya habari kutoka nchi ya Kidemokrasia ya Kongo. Shukrani kwa wote wanaozidi kutufuatilia na wale ambao hawajatufuatilia, waendelee kusubscribe channel yetu ili wao wanapata taarifa zetu zenye uhakika. Na huu ni mtasari wa habari. DRC. Kundi linalojiita Wazalendo limechapisha ujumbe kupitia mitandao ya kijamii unaodai mpango wa kuendeleza shughuli ndani ya mikoa ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zikielezwa hasa kwenye Goma na Bukavu. Ujumbe huo unaeleza uwepo wa kundi kwenye barabara kuu kuelekea miji hiyo na unaomba msaada wa aina mbalimbali. Taarifa hizi hazijathibitishwa rasmi na mamlaka. Kunayo na mengineyo, baki nasi ili kupata kile kinachojiri katika nchi ya Kidemokrasia ya Kongo na dunia nzima kwa ujumla. Leo tarehe 23 Oktoba 2025 tunawasilisha ripoti kamili kuhusu ujumbe uliosambazwa kwenye mitandao ya kijamii na kuhusishwa na kundi linalojiita Wazalendo. Ripoti hii imeandaliwa kwa umakini, inalenga kutoa maelezo ya kina, kuchambua athari zinazoweza kujitokeza kwa umma na kutoa miongozo ya tahadhari. Maelezo yanayohusu maagizo ya kisaikolojia, uhamasishaji au maagizo ya kijeshi yameharibiwa hapa kwa madhumuni ya usalama na kuzuia ueneaji wa taarifa hatarishi. Ndugu zangu Wakongomani, msiogope kitu. Hakuna kitu itatukamata. Hii nchi ni yetu. Bakuye usiku, bakuye mchana, tuko tayari kumalizana nabo. Partout kwenye batafika tutawamaliza tu. Msibaogope hata. Hii nchi ni yetu na ni muda yenye tutaitetea na kuikomboa kwa njia yoyote ile. Nawatakia asubuhi njema. Ujumbe umeonekana kusambazwa kupitia akaunti fulani za mitandao ya kijamii. Kwa sasa kuna udhibitisho wa moja kwa moja kutoka kwa mamlaka rasmi kwamba ujumbe huo unatoka kwa shirika lenye mfumo ulioandaliwa au shirika linalosaminiwa kimataifa. Yaliyomo, ujumbe unasema kuwa kundi linalojiita Wazalendo lina nia ya kuweka uwepo katika maeneo elekeza Goma na Bukavu, na unaomba msaada wa vifaa ikiwemo simu za Android, power bank na turubali kwa ajili ya kujikinga na mvua. Hali ya udhibitisho, hatua za kudhibitisha chanzo na uhalali wa ujumbe zinahitajika. Ripoti hii inasisitiza kuwa hawapi udhibitisho wa uhakika uliothibitishwa hadi sasa. Kwa madhumuni ya uwazi wa habari bila hatari, tumeandika kifupi maudhui yaliyokusanywa kutoka kwa ujumbe baada ya kuondoa vipengele vinavyoweza kuhamasisha vitendo. Ujumbe uliosambazwa unaonyesha nia ya uwepo katika barabara kuu kuelekea Goma na Bukavu na unaomba msaada wa vifaa vya namna mbalimbali. Taarifa hizi zinastahili uchunguzi wa kina. Kiwango cha hatari. Ueneaji wa taarifa zisizothibitishwa unaweza kuleta wasiwasi mkubwa miongoni mwa wakazi, kusababisha msongamano wa watu, kupungua kwa shughuli za kiuchumi au kuzua majanga katika maeneo ya umma. Athari kwa huduma za msingi, ikiwa hofu za usafirishaji, biashara ndogo ndogo, huduma za afya na elimu zinaweza kukumbwa na vizuizi. Athari kwa raia. Taarifa za uhamasishaji zinaweza kusababisha watu wasiohusika kuingia katika mzozo au kuathiriwa kwa njia ya mali na maisha. Athari ya kisiasa. Ujumbe wa namna hii unaweza kuingiliwa mchakato wa kidiplomasia na migogoro ya ndani, kuathiri uamuzi wa viongozi na kasi ya majibu ya serikali.
majibu ya mamlaka, vyombo vya usalama na viongozi wa kiraia. Vyombo vya usalama inatarajiwa mamlaka zinazohusika zifanye uchunguzi wa chanzo, udhibitisho wa ujumbe na hatua za kuzuia usambazaji usiofaa. Viongozi wa kiraia wanahimiza umakini, kutoa taarifa sahihi kwa raia na kuhimiza utulivu. Jamii za kimataifa, mashirika ya misaada wanaweza kuwasilisha kama wahudumu wa msaada kwa wakimbizi au waathirika katika tukio la dharura. Lakini ripoti hii inasisitiza kuwa hadi sasa hakuna taarifa za moja kwa moja za mjadala rasmi kati ya mashirika hayo na chanzo cha ujumbe. Ushauri wa wanahabari na vyombo vya habari: thibitisha chanzo kabla ya kuchapisha, usiripoti bila ushahidi. Epuka kuripoti kwa maneno yaliyochochewa. Elezea wazi kwamba ujumbe haujathibitishwa. Toa muhtasari wa ukweli, usijaze ripoti na maelekezo au maagizo yasiyowezekana kuchochea vitendo. Tumia lugha inayopunguza hofu. Toa maagizo ya kuweka kipaumbele masuala ya ulinzi wa raia. Sikiliza taarifa rasmi. Fuata tangazo za serikali, polisi na mamlaka za afya. Usisambaze, usirushe au kushare ujumbe usiothibitishwa. Hii inaweza kueneza hofu au kuchochea vitendo visivyohitajika. Ikiwa una taarifa za moja kwa moja za uhalifu, majeruhi au harakati za wanajeshi, ripoti kwa kituo cha polisi au huduma za dharura. Hakikisha familia yako ina mpango wa dharura. Wapenzi na watoto wanaelewa njia za kushughulika tahadhari na kuwa tayari kwa hatua za kawaida bila kueneza hofu. Ndugu mpenzi mtazamaji wa BMP TV Online, tunahitimisha taarifa yetu kutoka katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Ripoti hii imeandaliwa kwa madhumuni ya habari na tahadhari. Haikuandaliwa kuchochea wala kuhamasisha vitendo vya vurugu. Tunasisitiza tena umuhimu wa kudhibitisha taarifa kabla ya kueneza, kushirikiana na mamlaka zinazohusika na kuweka kipaumbele ulinzi wa raia. Vyombo vya usalama, serikali na wanahabari wanapaswa kushirikiana kwa uwazi ili kuzuia hofu na kulinda maslahi ya umma. Na hivi ndivyo tunafunga ukurasa wetu wa habari kutoka hapa BMP TV Online. Endelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu yote ya kidijitali. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare. Nikutakie asubuhi njema. BMP TV Professional Update.